Katika mwendelezo wa masomo yetu ya afya, leo ningependa kuelezea topic ambayo ni ya muhimu sana inayoitwa The Chain of Life, msingi wa afya kamili. Ni miongoni mwa topic za muhimu sana katika topic zetu zinazohusiana mambo ya kiafya. Lakini kabla hujaendelea kusikiliza hii topic yetu kwa umakini zaidi, usisahau kubonyeza alama ya kengele iliyopo hapo upande wa kulia mwa video yako ili uendelee kupata update mbalimbali za video mbalimbali ambazo tutakuwa tunaendelea kuzituma katika channel yetu hii ya Financial Freedom Academy. Kumbuka tupo hapa kwa ajili ya kuwasaidia watu kupata elimu zaidi ya afya, ya kilimo, lakini pia elimu ya biashara kwa mapana yake. Kwa hiyo kwa leo ningependa kuelezea hii topic ya The Chain of Life, msingi wa afya kamili. Lengo la somo hili ni nini? Lengo la hili topic ni kumfanya mtu aelewe kuwa afya haitegemei kirutubisho kimoja, bali virutubisho vyote lazima vifanye kazi kwa pamoja ili mwili ufanye kazi nzuri. Hilo ndio lengo la hii topic yetu ya leo. Nini maana ya Chain of Life? Mwili wa binadamu unafanya kazi kama mnyororo, na kwenye kila kirutubisho ni pete ama tusema ni linki kwenye huo mnyororo. Kwa hiyo mnyororo huwa dhaifu pale linki moja inapokosekana. Kwa hiyo chukulia tu mfano kwamba mwili wa binadamu unafanya kazi kama mnyororo na kila kirutubisho ambacho tunaenda kukisoma kitaonyesha ni mnyororo ama ni pete katika huo mnyororo. Kwa hiyo mnyororo mmoja, yani pete moja ikiwa dhaifu ama linki moja ikiwa dhaifu, basi udhaifu wa huo mnyororo unakuwa unaonekana. Afya yako ni imara kadri mnyororo wako wa virutubisho ulivyo kamili. Makundi 6 ya virutubisho muhimu. Makundi yako 6, ambao kundi la kwanza ni kundi la carbohydrate, ambazo chanzo chake kubwa ni nguvu lakini huwezesha shughuli za kila siku. Lakini kundi la pili ni protini, tutaisoma vizuri protini. Lakini kundi la tatu ni lipids na steroids, mafuta mazuri. Hiyo ni kundi la tatu katika virutubisho. Kundi la 4 ni vitamin na related food factors. Hili ni kundi la 4 tutalisoma pia kwenye hii topic. Lakini kundi lingine ni kundi la minerals, na lenyewe tutalisoma katika hii topic. Lakini kundi la mwisho la 6 ni enzymes, na yenyewe pia tutalisoma kwenye hii topic yetu ya leo. Lakini kabla ya kuanza virutubisho, lakini tujue kwamba kanuni hii ya muhimu sana kwamba weakest link. Mwili haujali una kirutubisho kingi kiasi gani. Mwili wako haujali kwamba unakuwa na kirutubisho kingi kiasi gani. Ukikosa kirutubisho kimoja, mfumo wote unakuwa unadorora. Mfano unakuta mtu anakula ugali mwingi sana lakini anakosa virutubisho vingine. Kwa hiyo ukikosa virutubisho vingine, basi mwili wako lazima udorore. Amejaribu kutoa mfano ya kwamba una vitamini nyingi lakini hauna madini. Unakuta vitamini hizo haziwezi kufanya kazi. Au unakuta unakula protini lakini mmeng'enyo mbovu mwili haufaidiki. Unaona mtu anakula protini lakini mmeng'enyo wake haupo. Kwa hiyo mwili hauwezi ukaifaidi ile protini. Lakini tofauti ya sisi, kwani bidhaa zinakuwa ni tofauti. Bidhaa zetu hutengenezwa bidhaa kwa mfumo wa chain of life. Kwa hiyo kampuni yetu inahusika na kutengeneza bidhaa ambazo zipo tayari kwenye mfumo of chain of life. Haziangalii kirutubisho kimoja bali mchanganyiko sahihi. Ndio maana kuna bidhaa nyingi. Tutakuwa tunajielewa mdogo mdogo kadri unapokuwa unaendelea kufuatilia masomo yetu. Kampuni yetu haishughuliki na dalili tu, bali chanzo cha tatizo. Kwani tunatoa hii elimu kwa sababu lengo kubwa tunataka tudili na chanzo cha matatizo ambayo watu wanakutana nayo. Tunataka tutibu chanzo, mizizi ya changamoto za kiafya mbalimbali. Hilo ndio lengo kubwa. Hatutibu dalili, hapana. Tunatibu chanzo cha matatizo mengi ambayo watu wanakutana nayo. Twende moja kwa moja kwenye kujua virutubisho vikuu 6 ambavyo tumesema hapo juu, ili kila mtu ajue kimoja baada ya kingine na hiki kina kazi gani mwili na hiki kina kazi gani mwilini. Kirutubisho cha kwanza ni protini.
protein. Tafsiri ya protein. Protini huchangia karibu robo tatu ya uzito mkavu wa tishu za mwili wa binadamu, ukiondoa mafuta na maji. Yaani kwa lugha rahisi, katika vyakula ama katika virutubisho ambavyo vinahitajika kwa kiasi kikubwa mwilini ni protini. Robo tatu ya vyakula vinavyohitajika kwenye mwili wa binadamu ni protini. Lakini pia hii protini ni inahusika na sehemu kubwa kama nywele, kama ngozi, kama kucha, kama mishipa mbalimbali na viungo vya mwili ama organs mbalimbali za mwilini. Protini inahitajika kwa karibu kila kazi muhimu ya. Yaani tunasema protini, wewe ona tu kwamba robo tatu ya mwili ukiachana na maji pamoja na tishu zingine, protini inahitajika robo tatu zaidi ya vyakula vingine. Majukumu muhimu ya protini ni jukumu la kwanza ama kazi ya kwanza ya protini ndio maana inakuwa inahitajika sehemu kubwa zaidi. Moja, protini za usafirishaji ambapo tunasema ni hemoglobin hubeba oksijeni mwilini. Kwa protini, hemoglobin ni protini ambayo huwaga inahusika na kubeba oksijeni kwa ajili ya kuisupply mwilini. Haya, kuna protini ya udhibiti ambayo mfano insulin ni protini ambayo hudhibiti sukari ya damu. Kuna protini ya misuli, actin na myosin, ni protini ambayo huruhusu misuli kusinyaa. Umeelewa? Lakini pia kuna protini za kinga, antibodies, hulinda mwili dhidi ya magonjwa. Alafu kuna protini ndogo, peptides, hufanya kazi kama hormones na wasafirishaji wa taarifa mwilini, zina never impulse zile. Kwamba mwili unapokuwa na taarifa zile, unavyopokea taarifa mwili wako una mfumo wa umeme unasafiria zile taarifa, tunasema ni never impulse. Protini kama chanzo cha nguvu. Gramu moja protini ni sawa kalori kama 4 kama sikosei. Kama 4 hivi. Gramu moja protini, gramu moja ya protini ni sawa na kalori 4. Lakini mwili haupendelei protini jengi na kurekebisha tishu, si kutoa nguvu. Kama kuna mafuta na carbohydrates za kutosha, mwili huokoa protini kwa kazi zake muhimu. Kwa hiyo ikitokea mwili wa mtu unakuwa una carbohydrate nyingi au unakuwa na mafuta, mwili wako unahifadhi protini kwa kazi zake special. Umeelewa? Kwa hiyo protini ni kirutubisho ambacho kinahitajika zaidi ya robo tatu ya mwili kwa sababu inahusika sana kwenye kazi nyingi za mwilini. Lakini naambiwa kwamba kama patakuwa pana carbohydrate ya kutosha au mafuta ya kutosha, basi mwili huokoa protini kwa kazi special ambazo ni za muhimu. Kwa hiyo hitimisho, ukosefu wa protini huathiri ujenzi wa mwili, kinga na hormones. Hicho ni kirutubisho cha kwanza. Kirutubisho cha pili inaitwa carbohydrates, wanga. Tafsiri ya wanga. Carbohydrate ni kama petroli ya mwili. Carbohydrate ni kama petroli ya mwili. Ndicho chanzo kikuu cha carbohydrate, ndicho chanzo kikuu cha nguvu, uhai, shughuli za kila siku. Lakini kuna aina za carbohydrate. Moja ni sugar, ambayo tunasema ni sukari rahisi. Kazi zake ni hutoa nguvu za haraka, mfano glucose, fructose, sucrose na lactose. Lakini pia hutumika haraka na mwili. Hizi carbohydrate, hii aina ya sugar ni carbohydrate, aina ya carbohydrate ambayo inatumika moja kwa moja kwenye mwili. Carbohydrate ya pili ni starch, wanga changamano, ambaye huchukua muda kumeng'enywa, lakini pia hutoa nguvu ya kudumu. Mfano ni nafaka, viazi na mahindi. Hii wanga hii huchukua muda kumeng'enya, lakini pia hutoa nguvu ya kudumu. Lakini pia kuna aina nyingine ya carbohydrate ambayo tunasema ni fiber. Hivi ni vyakula vya nyuzi. Zenyewe hazimeng'enywi, lakini hazitoi nguvu moja kwa moja. Husaidia afya. Yaani hizi nyuzi hizi aina ya kawanga husaidia sana kwenye ishu za afya za tumbo, kupunguza sumu mwilini, kudhibiti sukari na mafuta. Aina za carbohydrate kama vile viazi, mihogo, magimbi ni aina ya wanga ambayo ipo kwenye kundi la fiber. Carbohydrate sahihi huleta nguvu endelevu na afya ya mmeng'enyo.
Hiyo ni aina ya pili ya virutubisho ambavyo mwili wako unavihitaji kwenye food of chain. Lakini aina ya tatu ni enzymes. Enzymes ni aina maalum ya protini zinazoharakisha mmeyuko wa kemikali mwilini bila zenyewe kuharibika. Tunasema enzymes tunaga ni kama vile ni substance ambayo ina speed up the rate of reaction, kwamba ili tukio fulani lifanyike kwa haraka zaidi, ili mmeng'enyo wa chakula ufanyike kwa haraka zaidi, kitu kinachoitwa enzymes waga kinahitajika kwa kiasi chake, yani ni waga kina nguvu sana. Kwa enzymes ni protein maalum ambazo zinaharakisha mmeyuko wa kemikali mwilini bila kuzenyewe kuharibika. Bila enzymes nini kitokea? Mmeyuko wa kemikali ungekuwa polepole sana, maisha kama tunayoona yasingewezekana. Kwa msaada wa enzymes, mmeyuko unaweza kuwa hadi mara bilioni haraka zaidi. Majukumu ya enzymes ni kazi za enzymes: moja ni mmeng'enyo wa chakula, lakini pia kazi ya pili ni uzalishaji wa nishati. Kazi ya tatu ni usafirishaji wa virutubisho. Kazi ya nne ni udhibiti wa michakato ya mwili, au tutasema ni metabolism. Uhusiano na virutubisho vingine: bila enzymes za kutosha, mmeng'enyo haukamiliki. Vitamin na madini ni muhimu ili enzymes zifanye kazi ipasavyo. Hitimisho kwenye enzymes: bila enzymes au enzyme, hata chakula bora hakitasaidia mwili wako. Hiyo ni aina ya tatu ya virutubisho ambavyo vinahitajika kwenye the food of chain of life.